Na mvutano wa muda wa miezi 6 kati ya jamii mbili za wafugaji unaochochewa na wizi wa mifugo na mzozo wa malisho sasa unaonekana kupungua baada ya juhudi za amani kuanza kuzaa matunda. Hata hivyo, maafisa wa usalama wameonya kuwa licha makubaliano yaliyofikiwa kati yao na wazee wa jamii hizo mbili, bado kuna baadhi ya wanajamii wanaokataa kusalimisha silaha haramu, jambo linaloweza kuhatarisha juhudi za kurejesha utulivu. Stephen Odor anatuarifu. Ni kikao ambacho kimewaleta pamoja wazee wa jamii mbili tanzo ambazo zimekuwa zikizozana kwa muda mrefu pamoja na walinda usalama katika eneo hili, lengo likiwa ni kurejesha uwiano na amani katika eneo hili. Mzozo kati ya jamii hizo mbili ulishinikizwa zaidi na wizi wa mifugo pamoja na mzozano wa malisho. Katika Bangale wala nzuri sipoteza mali yao, wakuja kwetu kama timu wa salama, twende kwa ofisi ya DCC tukae na security, watupatie askari ili tuende tafute ng'ombe yao wakabidhi wao, lakini sio unachukua silaha haramu kutembea naye. Unda kamati upande yote mbili ya kutembea ndani ya jamii ya Orma na Wadogodia. Tuweke mkutano sehemu 4. Tumekubaliana upande yote mbili hii kamati watembee wakirudisha mifugo ya mwenzetu, kama ni upande wa jamii ya Dogodia ama kama ni upande wa jamii wa Orma, amani ipatikane. Masiku zilipeanwa karibu 60 days ya amnesty zilikuwa zimeisha, na tukasema kuanzia wakati huo ukipatikana na silaha hiyo itakuwa ni hatia na utachukuliwa ile hatua yenye ujui. Na kuanzia siku hiyo kuna baadhi ya our two communities wenye bado wako wameficha hizi masilaha, lakini siku zao zinakaribia. Sasa jukumu limesalia kwa jamii husika kushirikiana na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba silaha haramu zinasalimishwa na amani kudumishwa. Stephen Odor, NTV Mashinani, County ya Tana River.